Leo hii tuko hapa katika kumbi za Chuo Kikuu cha Duse Manispaa ya Temeke tukiendesha mafunzo kwa wajumbe wapya wa Bodi ya Afya ya Halmashauri ya Manispaa ya Temeke pamoja na wajumbe wa kamati za afya za vituo vyote vya serikali, ambapo tuna vituo jumla 31 kwa maana ya hospitali moja, vituo vya afya 11 na zahanati 19. Kwa hiyo wajumbe kutoka vituo vyote hivyo pamoja na Bodi ya Afya ya Manispaa wako hapa kwa ajili ya kupatiwa mafunzo. Lengo kubwa la kuwapa mafunzo wajumbe hawa ni wajumbe wapya ambao wamechaguliwa kwa mujibu wa mwongozo wa uundwaji na uendeshaji wa bodi za afya pamoja na kamati za afya. Kwa hiyo wajumbe wanapochaguliwa huwa inatakiwa wapewe mafunzo kwa ajili ya kuwajengea uwezo na uelewa wa masuala mbalimbali ya utendaji, ili watakapokwenda kuanza majukumu yao mapya wawe na uelewa na weledi katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo tuna mafunzo haya kwa muda wa siku 2, ambapo ni leo tarehe 18 mwezi wa 11 2025 na kesho tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025. Katika mafunzo haya wajumbe watawezeshwa katika masuala mbalimbali. Kwanza wataelezewa kuhusu historia ya bodi za afya na kamati ilikuwaje mpaka zikaanza, masuala ya mabadiliko katika sekta ya afya ambayo ndio msingi mzima wa uwezeshwaji na majukumu mbalimbali ya jamii katika kushirikiana kwa maana ya wananchi pamoja na vituo vya afya. Lakini pia watafundishwa kuhusu masuala ya utawala bora, uwajibikaji, namna ya kutengeneza mipango kazi, wataelezwa kuhusu majukumu yao, wataelezwa kuhusu masuala ya usimamizi wa fedha, masuala ya mnyororo wa ununuzi pamoja na ugavi na mambo mbalimbali ya kijamii kama vile namna ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko, namna ya kusimamia ubora wa huduma kwenye vituo vyetu kwa maana ya customer care. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwa pakeji hii watakayoipata watakapomaliza hapa watakuwa wameiva na watakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wetu, tukianzia na wito wangu kwa wajumbe kwanza ni kutilia maanani kwenye haya mafunzo ambayo wanapewa, kwa sababu haya mafunzo ni nyenzo ambazo ndio itawawezesha wao kwenda kutekeleza majukumu yao vizuri. Kwa hiyo watilie maanani haya mafunzo na watakapokwenda kwenye vituo vyao vya kazi kwa maana ya vituo vyetu vya kutolea huduma za afya wakatekeleze majukumu yao kulingana na miongozo na maelekezo ambayo watakuwa wamepewa hapa. Wakaonyesha ushirikiano mzuri baina ya wao na watoa huduma pamoja na wananchi, kwa sababu wao ni daraja kati ya kituo cha kutolea huduma na wananchi. Kwa hiyo tunatarajia kabisa kwamba wao kama ni daraja, basi watakuwa ni kiungo kizuri katika kufanikisha swala zima la utoaji wa huduma za afya kwenye jamii ya wananchi wa Temeke pamoja na Watanzania kwa ujumla. Kwa kweli tuishukuru kwanza serikali hii inayoongozwa na Mama Samia. Tuishukuru vile vile manispaa yetu ya Temeke kwa kazi tunayoifanya kutukusanyisha wajumbe wa ngazi zote kuja kwenye mafunzo kama haya ambayo tunayapata kwa wawezeshaji. Na leo tutakapokuwa tumeyapata, basi na sisi vile vile kwa ngazi yetu tutazidi kuielimisha jamii kutoka sehemu kwenda sehemu. Kwa mfano, sisi tunatoka katika bodi ya afya, tutawakilisha wenzetu wa mtaani, tutawakilisha wenzetu wa sehemu mbalimbali ili waweze nini kufahamu. Na hii inatokana na nini? Na mabadiliko ya nchi. Mabadiliko sasa hivi ni mengi sana. Kwa mfano kuna magonjwa yanaitwa mpox, magonjwa mbalimbali yanayotoka labda kuharisha. Sasa ni namna gani ili tuweze kukaa salama na safi? Lazima tupate mafunzo kutoka kwa wataalamu na sisi tuwaelimishe nini jamii. Leo hii tumeanza mafunzo rasmi ya siku 2 kwa ajili ya kuwaelimisha wajumbe wapya wa kamati za afya ngazi ya manispaa ambao ni bodi ya afya na ngazi ya hospitali, vituo vya afya na zahanati zote za manispaa ya Temeke.
Nini ambacho tunatarajia? Kwamba kila mjumbe atatoka hapa akijua wajibu wake katika utoaji wa huduma au katika usimamiaji wa utoaji huduma ngazi aliyopo, lakini pia atajua miiko ya kazi, lakini pia atajua na maudhui mazima katika utendaji wake wa kazi katika kamati za afya.